Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea na hutuba ya 4 ya mwezi wa Muharram kuitafsiri. Sheikh anasema alhamdulillahi khaliqil kauni wa munshihi, sifa njema ni za Mwenyezi Mungu mwenye kuumba ulimwengu na mwenye kuanzisha. Hii munshi ni ismu faili ya anshaa ambayo ina lugha mbili, anshaa na ansha kwa wale wanaoikhafifisha hamza. Kwa ikiwa ni anshaa ilitakiwa munshiihi, lakini kwa lugha ya ansha yunshi ismu faili munshi ndio lugha alokwenda nayo shekhe. Khaliqil kauni wa munshihi, mwenye kuumba ulimwengu na mwenye kuuanzisha. Jami'in nasi liyawmi la raiba fihi, mwenye kuwakusanya watu ndani ya siku isiyo na shaka ndani yake. Subhanahu la yazalu bitamamil qudrati mawsufa, na mtakasha kutakata na mai kwake haachi kuwa ni mwenye kusifiwa kwa ukamilifu wa kudra, ukamilifu wa uweza wake ni mwenye kukamilika. Ahmaduhu namhimidi hamda abidin wafaqahu limtithali amrihi, kuhimidi kwa mja ambaye amemwafikisha yeye Mwenyezi Mungu kufuata amri yake. Wa ashkuruhu, na namshukuru, shukran yujibu mazida birrihi, kushukuru ambako kunathibitisha kuzidisha wema wake. Wa ashkuruhu, na namshukuru, shukran yujibu mazida birrihi, kushukuru ambako kunathibitisha kuzidi wema wake, kama alivyosema mwenyewe, la in shakartum la azidannakum, kwa wema ambao amemwafikisha mja unazidi kwa kumshukuru. Watubu ilaihi, na narejea kwake. Was'aluhu rahma, na namuomba rehma. Innahu kana raufa rahima raufa, hakaye hakuacha kuwa rehemu mpole mno. Subhanahu wa ta'ala katika hapa hakusema innahu rahimur raufu, asema innahu kana rahimar raufa. Manake ni kwamba anaendelea kuwa katika hali hiyo. Ndio ili tafsiri inayokwenda sawa. Tuseme hakika yeye hakuacha kuwa mwenye kurehemu mpole mno, au hakika yeye awe mwenye kurehemu mpole mno. Lakini hatuwezi kusema kaya amekuwa manake ni huko nyuma, au amekuwa kuanzia muda fulani mpaka sasa. Lakini hakuacha kuwa kwamba hii ni kitu kinaendelea, au awe kwamba hii ni sifa iliyothibiti kwake. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah shahadatan adakhiruha liyawmil qiyama, na nakiri kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, kukiri ambako na kuweka mbeko na kuweka akiba kwa ajili ya siku ya kiyama. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar rasulullah, na nakiri kwa bwana wetu Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Adai ila tariqi salama, mwenye kulingania kwenye njia ya salama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Mola wangu wa haki mrehemu na muokoe bwana wetu Muhammad, wala alihi wa sahbihi, na ali zake na sahaba zake, ta'dhiman wa tashrifa, kwa kumwadhimisha na kumtukuza. Kumrehemu muokoe kwa kumwadhimisha na kumtukuza. Sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kumwadhimisha. Wasikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi, na wausieni yenye waja wa Mwenyezi Mungu, na ninayohusia nafsi yangu kumcha Mungu. Amma bado, faya ayuha nasu, yenye watu, inna Allaha farada zakata ila ashabil amwali lihifdhi nidhami, hakika Mwenyezi Mungu amefaradhisha zaka juu ya wenye mali kwa ajili ya kuhifadhi utungamanifu, yani
mpangilio, kuhifadhi utaratibu wa maisha, wale walio na uwezo kuwasaidia wasionacho, na ile mali inufaishe wote, wanyonge na wenye nguvu. Wajala fi dafiha lilfuqara daf'an lahum an irtikabi al-athami, na amejalia Mwenyezi Mungu katika kuitoa zaka kuwapa mafakiri, kuwatoa wao katika kutenda madhambi. Wa'aunan 'ala al-maashi, na kusaidia juu ya maisha. Wajama'an lilqulubi wa taalifa, na kuzikusanya nyoyo na kuzizoesha. Fa inna sariqa lam yuqdim 'ala sariqati illa liqutihi wa quti iyali, kwa hakika mwenye kuiba hakuingilia katika kuiba ila kwa ajili ya chakula chake na chakula cha waposhwa wake. Wasaila lam yasul illa lifaqrihi, na mwenye kupiga kabari hakupiga kabari ila kwa ufakiri wake. Udhiki ahwalihi, na ufinyu wa hali zake. Watu wanatenda makosa yale yanayowapatia kipato cha haramu kwa sababu ya hali ngumu. Kwa sasa kunapokuwa kuna kitu kinaitwa zaka na wao wakawa wanapewa kutoka kwa wenye mali, basi hiyo inawafanya kwamba waepuke haya. Fashara Allahu zakata subhanahu kama aghatha malhufa, akaiweka sheria Mwenyezi Mungu zaka, akataka watu watoe zaka subhana, na mtakasha na mai kutakata kwa, kuna mtakasha kutakata na mai kwake. Kama aghatha malhufa, ni mara ngapi amewaokoa wenye mateso, mara ngapi amemuokoa mwenye mateso. Maana ni mara nyingi amemuokoa mwenye mateso. Fadi zakata malika ya dhal mali, tegeleza zaka ya mali yako mwenye mali. Wahmadillah ala ma ataka, na mhimidi Mwenyezi Mungu juu ya alichokupa. Wawasi ikhwanaka alfuqaraa, na wasaidie ndugu zako mafakiri. Wa iyaka wa mana az-zakati, iyaka, na kutahadharisha wewe na kuizuia zaka na kutahadharisha. Wa alam annaka lam tanalil mala biquwwatika, najua kwamba wewe hukuipata mali kwa nguvu zako. Si kwamba umefanya ujanja na una maji nguvu ndio maana ukapata mali. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuruzuku, kwa sababu khuliqal insanu dhaifa, ameumbwa mwanadamu hali ya kuwa dhaifu, mnyonge, hana nguvu ya kujipatia chochote. Ya ayyuhal haribu wal ayamu fi talabi, mwenye kukimbia na hali ya kuwa masiku yako katika kumtafuta. Wewe wakimbia umauti, masiku ya kutafuta wewe ufe. Wakimbia kukimbilia vitu mbalimbali vya kukunusuru au vitu vya kukunufaisha, lakini siku nazo za kutafuta. Atamiu fi huquqi alfuqara ghafilan anil hashri wa karbi, mwenye kutumai haki, mwenye kuwa na tamaa katika haki za mafakiri, mwenye kughafilika na kufufuliwa na mateso ya kufufuliwa. Tanabbah lishanika, zindukia jambo lako. Fahimlul hisabi laysa khafifa, tweka ya hesabu si nyepesi. Tweka mzigo ule, hesabu ile kuhesabiwa amekufanya kama vile ni mzigo mzito ambao huu mtu atashindwa kuubeba. Wa iyaka wattama, acha tamaa na kutahadharisha na tamaa. Famastafada at-tami, hakupata faida yule mwenye kutumai, mwenye tamaa. Wakhsha adhaba rabbika, iogope adhabu ya Bwana wako. Innahu bil mujrimina waqi'un, hakika adhabu ni yenye kutuka kwa wenye makosa. Watabir bil ayati, nazingatia kwa aya za Qur'ani na miujiza mbalimbali ya Mwenyezi Mungu. Fama yursilu bil ayati illa takhwifa, haleti Mwenyezi Mungu miujiza ila kwa ajili ya kukhofisha.
ala annahu lam yadhhab ahadun ila alqabri bimalihi, pamoja na kwamba mambo yalivyo hakwenda yoyote kaburini na mali yake. Leo una mali unaizuia, utaki kuitoa zaka, utaki kutekeleza haki mbalimbali za watu, haki za Mwenyezi Mungu. Lakini hakuna mtu yoyote aliyeingia kaburini na mali. Farahimallahu mra'an tabassara fi ahwali, amrehemu Mwenyezi Mungu mtu aliyezichunguza hali zake, aliyejikalifisha kuzijua hali zake. Wattaba millata Ibrahim hanifa, na akafuata mila ya Ibrahim, hali ya kuachana na mambo yote, kuupondokea Uislamu. Kwa mtu ambaye ametabassar, ametaka kujua, akajikalifisha kujua, kuona na kujua, akazijua hali zake, akafuata mila ya Ibrahim, Mwenyezi Mungu amrehemu mtu, maana akafuata dini ya Uislamu, ni kupondoka, kuachana na yote kwa ajili ya Uislamu. Alhaditha, isome hadithi. Ma min sahibi dhahabin wala fidda, hakuna yoyote mwenye dhahabu wala fedha, la yuaddi minha haqqaha, ambaye hatekelezi kutokana na dhahabu hiyo au fedha haki yake, illa idha kana yaumul qiyama, ila itakapokuwa siku ya kiyama, sufihat lahu sahaifu min nari, anatengenezewa yeye vinoo vya moto au mbao za moto, mbao zinazotokana na moto, tatengenezewa mbao za moto. Fauhmi alaihi, zitakozwa juu yake yeye, fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Kukozwa ni kule kuwekwa mpaka zikawa nyekundu. Chuma kinapowekwa katika moto kikawa chekundu kama moto, kule ndo kukozwa. Sasa hizi mbao zenyewe ni za moto, alafu zitakozwa ziwe moto kabisa, zishike moto. Alafu asema fayukwa biha jambuhu, utachomwa kwamba hizo ubavu wake, wajabinuhu, na bapa lake la uso, upande wa shavu huu. Bapa la uso ni upande wa shaulo na shavu mpaka kwenye masikio kule, mpaka kwenye nywele za upande wa kulia ama kushoto, vitachomwa vyote kwa hizo mbao za fedha. Wadhaharuhu, na mgongo wake utachomwa. Kullama barudat waidat lahu, kila zikipoa zinarudishwa kukozwa. Lahu, kwa ajili yake yeye, kwa ajili ya kumwadhibu yeye. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, katika siku ambayo iwe kiasi cha siku hiyo ni miaka 50,000. Hata yuqda baina al-ibadi, mpaka pahukumiwe kati ya waja. Kwa itakuwa yeye kazi yake ni hiyo ya kuadhibiwa, mpaka ikishatokea watu wamehukumiwa, wa peponi peponi, wa motoni potoni. Kasema fayara sabilahu, ataiona njia yake, ima ila aljannati wa ima ila an-nari, ima kwenda peponi na ima kwenda motoni. Kama atakuwa enda peponi, lakini itakuwa kishachomwa sana kuanzia pale akifa mpaka siku hiyo ya kuhukumiwa. Manahana Allah wa iyyakumul hayaa min Allahil malik ad-dayani, atupe sisi Mwenyezi Mungu na nyinyi kumwona haya Mwenyezi Mungu mfalme mwenye malipo, mwenye kulipa. Tumuone haya kwa tusifanye kinyume na yale anayoyaridhia na aliyoyaamrisha. Wa adhana wa iyyakum min alqasawati wal isyani, na tuhafidhi sisi na nyinyi na ususuavu na uasi. Wa adama Allahu alaina khashiyatahu wa ta'atahu ila al-islami wal imani, na adumishe Mwenyezi Mungu juu yetu sisi khashiyatahu, kumuogopa yeye, wa ta'atahu, na kumtii yeye,
ila al-islami wal imani. Hapa kwa vyovyote kuna maneno yamepomoka hapa. Wal mutaallaq wa ila al-islami wal imani. Sasa je, nuskha nyingine zinasemaje hapa? Lakini kwa vyovyote kuna kilichopomoka hapa, ikiwa ni hadana na vingine. Innahu ghafurun mannanu, hakain mwenye kusamehe mno mwenye kuneemesha. Birahmatihi wa huwa arhamur rahimin, kwa rehema zake, rehema yake, na yeye ni mwenye kuwarehemu zaidi, mwenye kuwarehemu mno wenye kurehemu. Inna awla mahtadaitum bi irshadihi, hakika bora ya ambacho mmeongoka kwa muongozo wake. Wa haqqa ma saddaqtum biwa'dihi wa imani, na kilicho na haki zaidi cha ambacho mmekisadiki kwa kiaga chake, biwa'dihi wa i'adihi, kiaga chake na makamio yake, ambacho mumeamini sana kile ambacho kimekiaga na kile ambacho kimekikamia. Kwa maana kiaga kilichotolewa humo na makamio yaliyotolewa humo, haki zaidi ya ambacho mmekisadiki, kwa maana ambacho kina haki zaidi mkisadiki. Kalamu man ja'alana min khairi ibadi, ni maneno ya ambaye ametufanya sisi katika bora ya waja wake. Wallahu tabaraka wa taala yaqul, na Mwenyezi Mungu aliyetakata na hali ya kuwa ametukuka anasema, wa biqaulihi, na kwa kusema kwake, yahtadi almuhtaduna, wanaongoka wenye kuongoka. Wa idha quri'a alquran fastami'u lahu, na ikisoma Qur'ani isikilizeni. Wa ansitu, na nyamazeni. La'allakum turhamun, ili nyinyi mrehemewe. Wa qala azza min qailin alim, na amesema Mwenyezi Mungu aliyetukuka, Mola aliye mkarimu. Fa idha qara'ta alqur'ana, wa qala azza, na amesema Allah aliyeshinda, min qailin alim, msemaji aliye mjuzi. Fa idha qara'ta alqur'ana, ukisoma Qur'ani, fasta'idh billahi minash shaitani rrajim, takahifadha kwa Mwenyezi Mungu na shaitani mwenye kuwekwa mbali na rehma. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqat, na katika wao kuna anayekusengenya wewe katika sadaka, anayekusengenya akakusema vibaya katika sadaka. Fa in utu minha radhu, wakipewa katika sadaka huridhia. Wa ilam yutu minha idahum yaskhatun, na wakitopewa katika sadaka mara wao wanakasirika. Kuna sadaka za namna mbili, sadaka zaka na sadaka ya sunna. Hii inasilihi kwa yote, kwamba ikija sadaka ya sunna kwa mtume, wakipewa wanaridhia, wakitopewa wanakasirika. Au ile zaka ikikusanywa, wakipewa katika wanaostahiki wanafurahi, wanaridhia, wasipopewa wanachukia. Wallahu a'lam. Walau annahum radhu ma atahumullahu wa rasuluhu, lau kwamba wao wangeliridhia kile alichowapao Mwenyezi Mungu na mtume wake. Waqalu hasbunallah, na wakasema tosha yetu sisi ni Mwenyezi Mungu. Sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu, atatupa Mwenyezi Mungu sisi fadhili zake, wa rasuluhu, na mtume wake. Inna ila Allahi raghibun, hakika sisi kwa Mwenyezi Mungu ni wenye kujipendekesha. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim, atubarikie sisi Mwenyezi Mungu na nyinyi kwa Qur'ani tukufu. Wanafana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, na tunufaisha sisi kwa yale yaliyo katika Qur'ani, katika aya na mauidha yenye hekima. Aqulu qawli hadha, nasema neno langu hili. Wastaghfirullah al-azim li wa lakum,
na mnamtaka msamaha Mwenyezi Mungu mtukufu anisamehe mimi na nyinyi. Walisairi almu'minina walmu'minati, na baki ya waumini wanaume na waumini wanawake. Walmuslimina walmuslimati, na waislamu wanaume na waislamu wanawake. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim, mtakeni msamaha kwani hakika yeye ndiye mwenye kusamehe mno mwenye kurehemu, na yeye ni mwema karimu. Inshallah.